89.9 Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Karibu msikilizaji wangu kwenye kipindi asubuhi ya leo. Tumefanikiwa kuwa na wageni wawili hapa ndani kwenye show asubuhi ya leo. Na unajua kwamba hiki ni kipindi ya Amka na Mtaa, hapa ni Mtaani Radio, sauti ya mtaa pia. Na leo tunaangazia swala muhimu zaidi ambalo limeathiri maelfu ya wakazi wa hapa jiji la Nairobi. Maelfu ya watu, na karibu sana baada ya wahudumu wa matatu kuingia siku ya pili ya mgomo kupinga kupanda kwa bei ya mafuta humu nchini. Mgomo huo umeathiri pia usafiri wa umma, biashara pamoja na shughuli za kila siku, huku wananchi wengi sana, ndugu mpenzi msaji wangu, wakililia gharama ya maisha ikizidi kupanda asubuhi na jioni. Na ili kutusaidia kuweza kuelewa haya kwa kina, ndugu mpenzi msaji wangu, niko hapa na wageni wawili kama nilivyoweza kusema ambao wataweza kutusaidia. Tuko hapa na mwenyekiti wa muungano wa matatu ambaye atakuwa anaweza kutusaidia sana haswa maeneo haya Dagoretti, Kikuyu, Limuru na maeneo ambayo tuko karibu hapa hivi, Bwana Paul. Alafu vile vile tuko na Bwana Billy Munyu ambaye tuko naye hapa kwenye studio zetu asubuhi ya leo ili kuweza kusaidia kuweza kuelewa haya yote kwa kina. Kumbuka kwamba mgomo huu unaathiri usafiri wa umma, biashara pamoja na shughuli za kila siku, huku wananchi wengi wakilalamikia gharama ya maisha inayozidi kupanda. Na kama nilivyosema, ili kusaidia kuweza kuchanganua kwa kina mgomo huu na athari zake pamoja na hatua zinazotarajiwa kuchukuliwa, niko na mwenyekiti wa muungano wa matatu kama nilivyosema maeneo haya Dagoretti na maeneo jirani pia, ambaye ni Bwana Paul Githanga ambaye tuko naye hapa studioni, na mdogo wake ambaye ni Billy Munywa ambaye tuko nao hapa. Karibu sana Chair. Asante sana. Long time hatujaonana. Long time tumekaa apart kidogo. Yes. Lakini sisi tuko. Yeah. Mambo ni mengi. Tuanzie hapo, nini mbaya? Ile kitu mbaya ni mambo ambayo serikali inatuletea. Ndio imefanya hii mgomo wetu ukue. Sasa hivi tunavyoongea, gari zetu zimeshindwa na kazi kwa sababu gharama ya mafuta imeenda juu sana. Na wakati gharama imeenda juu sana, sisi hatuko kwa biashara. Maana gari zetu zinakunywa zaidi ya mafuta vile kulingana na vile zilikuwa zinakunywa, sasa zinakunywa zaidi ya vile iko. Ndio. Yeah. Zinakunywa zaidi ya vile ilivyokuwa hapo awali. Yeah. Asante sana. Billy, karibu sana katika studio zetu. Kama kijana hivi, ndio maana nakuona wewe bado kijana barabara hivi kama mimi hivi. Unadhani kwamba hii mgomo inawaathiri aje vijana wenzako? Ni wanakosa hela kwa mfuko. Alafu unajituma kutoka saa 11 asubuhi hadi usiku. Baadaye unashtukia hakuna chochote ambacho unaegeza nyumbani. Sasa wako na mashida mingi, manyumba kufungiwa nini, hizo vitu. Manyumba kufungiwa na mwingine kama na watu wameamka asubuhi wameenda. Umejituma sana. Unasema sasa ile faida ambayo ilikuwa inakuja hapo juu, diesel inafieka yote. Ya diesel inafieka yote juu. Diesel inapita nayo yote, inapita nayo yote. Bwana Chair, mgomo huu ulianza rasmi hapo jana. Na tunajua kwamba chanzo kuu ni hiyo kupanda kwa bei ya diesel na mafuta humu nchini. Unadhani kwamba utatamatika hivi karibuni? Kwa maoni yako kwa maoni yangu, mgomo hata sasa unaweza isha kama serikali inaweza kubali irudishe gharama ya mafuta chini. Nyinyi mnashikilia 46 shillings. 46 shillings, lakini si juzi ilikuwa imekuja 46 lakini ikaongezwa. Ikakuwa too much kwa upande wetu. So maoni yetu, mgomo unaweza isha hata saa hii. Tukiamua saa hii inaweza ikaisha. Serikali ikiamua saa hii inaisha. Serikali ndio ina mgomo. Sisi hatuna mgomo kwa maana serikali ndio imetuelekesha mahali pale. Serikali ndio imekufinya mpaka ukafika pale. Ukasema acha nikwame hapa kwanza. Yes. Unajua hii bado pia kuna vijana ambao wamesimama barabarani wakitatiza wale ambao wanajaribu kwenda kazi. Bwana Billy, unadhani kwamba wanafanya vizuri? Wanatafuta ile ushirikiano. Unajua sasa kama kuna wengine watakuwa wakisafiri na wengine, sasa hiyo haitakuwa mgomo. Lakini kila mtu akiumia kwa angalau siku moja ama ya pili. Kwa hivyo nyinyi nataka kila mtu asafiri. Okay, kila mtu ameumwa na hii mafuta. Wakiingia kwa soko wanapata kila kitu imepanda. Wakiingia kwa maduka kila kitu imepanda. Kwa hivyo hii ilikuwa inafaa tushirikiane tukiwa sisi wote. Tukishikana tukiwa sisi wote, serikali itakimbia haraka sana kuregulate hiyo mafuta. Kwa hivyo ni jambo ambalo lakini si kuibia watu wanafanya.
Hata hasa sana watu wetu hawana haja na wizi. Ndio. Wana haja na gari zisimame. Kwa barabara wale wanaweza kuwa huko ni wale labda wanatoka kinyume yetu. Wanakuja nyuma yetu wanafanya mambo zao. Lakini na sisi bado watu wetu wako barabarani wamekataza hiyo kitu. Na wakati huu tumesema hakuna kufunga barabara, sisi tumesimamisha tu magari. Kwa hivyo watu wetu hawana hiyo maneno ya wizi barabarani, lakini in case kama iko hata polisi wako barabarani na wanajionea nao wanatakana kufanya kazi yao. Muharifu ni muharifu. Na wakati muharifu anakuja kufanya jambo anataka na ashikwe afanywe vile inahitajika. Lakini watu wetu hawana hiyo maneno ya kuharibu. Nikiuliza wahudumu wa matatu mnapinga nini haswa? Sisi tunapinga mafuta kwenda juu. Sisi si wanasiasa. Hatujaingilia siasa. We are not influenced by anybody. Sisi hatuko ndani ya siasa. Shida yetu hata wanasiasa wanatakana wapigane kama wanasiasa. Na sisi waachane na sisi. Kama ni kutuumiza pahali tunaumia po upande wa mafuta, wakuja wasimame na sisi. Kama ni mafuta iko juu, si walete mafuta chini. Kama watasema kuna siasa, mafuta ikienda chini sisi tuna mabogani. Watu wetu waende kazi, kila mtu aende kazi bila shida yote. Kila mtu aende afanye shughuli zake. Afanye shughuli zake. Hata sasa hii ndio mmetujua kwamba tunaweza fanya jambo maana tumefinywa. Kama ingekuwa hatujafinywa, watu wengi hawaonangi maana ya watu wa matatu. Juu watu wa matatu siku hizi wamenyamaza, wanaheshima, wanafanya kazi yao na adabu. Kwa hivyo kama si kufinywa hamngejua sisi watu wa matatu ni watu wa maana. Kama tu tukifinywa. Unasema watu bado wangekuwa wanawachukia tu pale nje. Unasema hawa ni wale tu wa kawaida. Ukweli ni kwamba mtaona sisi si watu wa maana kwa maana sisi tumenyamaza. Juu unakutanga hata saa nyingine unaweza kuta abiria anakujanga na mambo zake. Huyo abiria anakuja na mambo zake, gari kutoka asubuhi wakati imeamka saa 11. Unaweza kuta abiria huyo ameleta fujo yake na ananyamaziwa. Anasema hana pesa na ananyamaziwa. Kuna mambo mengi sana huwa tunapitia tukiwa pale kwa barabara. Na hatuonekani kama tuna mambo maana. Wakati SACCOS zilikuja kudhibiti ile sheria za barabara. Sasa hatutakangi fujo. Sasa lakini sasa hii tumeguzwa kidogo, lazima mungeona kuna jambo. Mambo lazima ingeweza kutokea. Lazima mambo itokee. Bill, tunajua kwamba magari mengi yajaenda kazi ama watu wengi wajaenda kazi. Hali mashinani ikoje? Usafirishaji wa chakula na vitu kama hivyo, unaona kwamba vitaathirika pia. Hali mashinani ikoje? Itakuja kuathirika, na ndio tulikuwa tunasema tujikaze angalau kwa siku 3. Tukijikaza kwa siku 3, unasema tena leo tujikaze, kesho tujikaze hadi kesho. Watu wote watainua matawi. Ndio. Na wakiinua matawi, si lazima hata serikali yenyewe iongee juu sasa. Hapo ni kila mtu anaguzwa. Tunaguza mtu wa soko, wa pikipiki, wa huyu analeta chakula, kila kitu yani itakuwa imesimama. Na ikisimama hapo ndio sauti itasikika kwa urahisi. Hata sisi bado hata hiyo kusimama tunaumia juu kuna watu wako na loan. Ndio nilikuwa nataka nikuja hapo. Nilikuwa nataka niulize sasa hizi mnalipa aje loan? Si hata nyinyi mtafinywa sana. Tutafinywa ndio, lakini tukifinywa tu siku 2 alafu sasa huko kwingine inyooke. Sioni kama utarecover. Tutarecover tu. Uogopi kufinywa na loan? Hakuna haja nifinywe miaka 3. Kama kuna jambo naweza fanya kwa siku 3, si afadhali hiyo siku 3. Ndio. Ili naweze kumaliza. Juu saa hizi. Ndio. Saa hizi ninafinywa hiyo loan hailipiki. Kwa hivyo kila saa ni kugongewa milango. Hailipiki juu pesa yenye tulikuwa tunalipa nayo loan ndio imeingia kwa mafuta. Ndio imeingia kwa mafuta. Sasa kwa mfano Nissan ya 14 seater ikifika jioni na inakunywa pesa ngapi ndio iweze kujaza tank bwana chairman? Na zamani ilikuwa inakunywa pesa ngapi kabla ndio ijaze tank? Ulikuwa unasikia watu wetu saa nyingine wanakunywa 3,000. 3,000 kwenda juu 4,000 kulingana na vile gari imesafiri. Lakini sasa hivi wanasema hata imeenda 7,000. Zile gari zinaenda hapa mwendo mdogo zenye ziendi mbali sana. Lakini saa hizi zinakunywa karibu double. Unaona, sasa kama hivyo mmesema habari ya loan. Ndio. Watu hawezi lipa loan juu zile za loan zimechukuliwa na mafuta. Kwa hivyo sasa badala ufinywe na loan, ufinywe na kazi, ufinywe na gari na mwenye gari na barabara shida. Siheri hiyo gari basi isimame, kwanza mambo iangaliwe na itengenezwe. Ikishatengenezwa
Sasa turudi kazi kama kawaida. Unasema sasa hii 7,000 moja. Itakunywa 7,000. Sasa basi si itakunywa 20. Basi na inakunywa zaidi. Kulingana na vile imeenda. Kuna basi zenye zinaenda mbali, kuna zingine haziendi mbali. Kuna zingine haziendi mbali. Yeah. Zinachezea hapa karibu, lakini pia bado zinakunywa tu mafuta, manake mafuta haipo sana. Mgomo huu umeathiri vipi abiria hapa Dagoretti, Kikuyu, Limuru? Manake lazima wameathirika. Imeathiri watu wengi kwa maana ukiingia kwa barabara watu wanaumia. Asubuhi nimekuja hapo, watu tuko wengi barabarani, hakuna magari bwana. Hakuna magari, watu wanatembea na wametembea hata sasa bado wanatembea. Na wanatembea sasa, lakini hatuna la kufanya kwa maana sasa hatuwezi kubali makosa iendelee ndio ati tufive abiria. Ndiyo. Abiria ni sisi wenyewe kwa maana tuna watoto na tuna bibi na bado hata hao wanasonga miguu. Lakini kama itawezekana kama vile Willy amesema, ndiyo, ni ukweli hii nduru ikisikikana na watu, hata watu wenyewe watatoka na wataanza kusema kweli mafuta iangaliwe kwa maana hata hao wanaumia. Sio ati watu wa matatu ndio wanaumia, hata watu wanaumia, na wakikuja wakituunga mkono wapige nduru pa karibu na sisi, tukiwa pamoja ile sauti itasikika. Yeah. President hayuko Kenya, ngoja arudi kwanza alafu tupige nduru akiwa. President kuwa nje ni president. Yeye bado ndio yuko na ile sheria. Na yeye ndio yuko na ile mahesabu ya mafuta. Kwa hivyo anaelewa akiwa nje vile nchi yake iko. Kwa hivyo tu ujumbe wangu ni kumwambia aongee na watu wake. Atoe tu sheria, aseme mafuta itengenezwe bei, sisi twende kazi. Hatuna ubaya na president ama nani, haja yetu ni kazi. Yeah. Sisi tulimpigia mahesabu, tulimpigia kura, atupigiange hesabu. Sasa naonanga akipiga hesabu anauza kama safari kama anauza kule kwingine ili aweze kuziba pengo fulani. Sasa hata hii apige mahesabu kwenye yako, sisi hatutaki kujua. Unasema auze kitu fulani azibe pengo. Ajue tu kwenye venye atafanya. Apige mahesabu yake, azibe hii shimo. Juu sasa hakuna lingine. Ajue bila atafanya, ruke ndio maana yeye ako hapa. Atajua yeye mwenyewe kabla ingie rais. Ndio. Alisema vizuri sana. Serikali ya Uhuru ilikuwa inafanya damage kwa wananchi. Na yeye alikuwa amefanya mahesabu yake. Akasema serikali ya Uhuru imefanya damage kubwa sana kwa wananchi. Lakini yeye akiingia kuna vile atafanya kwa ajili ya hiyo mafuta. So sasa yeye naye amepandisha zaidi. Nimesikia Murkomen jana alilalamika. Akasema ati serikali ya Uhuru haikuwa inapigiwa kelele na sisi watu wa matatu. Lakini sasa serikali ya Ruto inapigiwa kelele. Sasa na sisi tunauliza, kwani akipandisha mafuta wanapandisha mafuta ndio waone kama tutapiga kelele? Ama mtanyamaza? Ama kama tutanyamaza? Sisi ni vile tumeguzwa. Kama tusipoguzwa, sisi tutawacha wafanye siasa yao mzuri, waendelee vile wataendelea, na sisi hatuna mambo. Kwa hivyo ukiona simba akilala, usimuamshe, wacha alale kabisa. Sasa unaona hii si maneno mzuri, inchi kusimama namna hii. Si inchi mzuri. Maana kila kitu inchi imesimama. Mbona kuna sisi tunaingiza mafuta moja kwa moja, na nilikuwa naona watu wengi wakiuliza ile swali sana ya kwamba huku Kenya mafuta ni bei ghali, Uganda angalau bei iko afadhali kidogo. Tanzania pia mambo si mabaya zaidi kama huko. Mbona tu huku kwetu ndio tunafinywa sana? Sisi tunasikia kwa maredio. Sisi hatujasoma sana hiyo elimu ya kusema ati kuna cartels ama kuna nani. Na ndio Willy amesema kwamba Ruto akiingia mahesabu alikuwa amefanya. Kwa hivyo ile mahesabu alikuwa amefanya, hata sasa anatakana kuifanya. Na ajue jambo lolote Kenya wakati sasa mambo inakuwa namna hii, ni funzo kwake kwamba watu wanaweza amka, ni watu huwa wamelala. Ndio. Na huwa wamelala. Watu huwa wamelala. Na ukweli ni kwamba ukiona cha mwingine kikinyoro utie chako maji. Hii ni sekta moja tu ya matatu. Kuna sekta mingi sana. Na siku moja utakuta hizi sekta zote zitakuja ziungane. Walimu wahitaji watu wa matatu.
utaona walimu wakituhitaji, madaktari wakituhitaji. Kwa hivyo ni kumaanisha serikali inatakana sasa ianze kuona ile mambo inaendelea, kwa maana watu wote wakiamka wakuja waseme hapana, sijui serikali itafanya nini. Na hakuna mtu ana ugomvi na serikali. Kwa hivi sasa kuna watu wengi sana wamepigwa jana, tunasikia kuna watu hata wameuawa. Ndio. Hii kuua watu venye unaona watu wanakufa namna hii. Nakumbuka kutoka wakati wa zamani kulikuwa na wale watu wanaitwa Maumau. Walikuwa wameamini kabisa kukufa, wanakufa wakitafuta uhuru wetu. Na uhuru wetu ukakuja ukapatikana. Mashauri yangu ni kwamba serikali isisukume watu kiwango ambao watakuja kuona wanafinywa. Sasa tumefinywa, wengine watafinywa, na siku moja watu wote watakuja waamke. Hii nchi sasa itakuwa wapi? Nchi watu watakuja kuona hata hiyo risasi watu wanakufa. Heri watu 2 3 wakufe, 4 5, hata kama ni 100, lakini uhuru wa nchi upatikane. Na ile jambo mimi naweza shauri wenye wako kwa serikali. Hii mambo haikuwa iende hivyo. Ilikuwa tunachagua Ruto tukifikiri yeye ndio atakuwa Mandela wetu, yeye ndio atakuwa Makufuri wetu. Lakini mahali tumefika sasa kilikuja kikaturamba. Hatuna neno. Serikali ikuwe macho, ijue kwamba hii ukiona moshi ujue moto uko moto uko njiani. Kwa hivyo mimi namshauri azime ile moto kabla ikuje. Kuwa watu, kupiga watu, kuumiza watu, it's not the solution in Kenya. Solution aongoze uongozo mzuri. Ule uongozo ukitufikia na ukifikia watu wetu, mambo itakuwa swari na hakuna mtu ana haja na mwingine. Kila mtu afanye watu wa matatu wafanye biashara zake, watu wa madaktari wafanye biashara zao, na kila mtu aende biashara, walimu waende shule, watoto wasome. Maana sasa hizi kuna shule kule ambao wanafunzi wameenda kule, ni asubuhi sijaona wanafunzi. Wanafunzi hawajaenda shule. Hawajaenda. Kwa hivyo unasema hii sekta bado haijashikana. Kama wanafunzi bado wako nyumbani, hii sekta bado haijashikana. Si hata wanafunzi sasa wanaenda wakisema kwa barabara sijui what time. Kila mtu amekasirika, kila mtu ako na machungu, unaona? Lakini ile machungu wakati itafikia watu, serikali iangalie mambo mbeleni kabla tufike hapo. Serikali ya mamlaka husika zimejaribu kufanya mazungumzo na viongozi wa matatu. Jana mlikuwa na mkutano. Ulishaje? Bili, ulishaje mkutano? Ulienda? Ulihudhuria? Mkutano tulikuwa tumehudhuria. Ndio. Tukasukumana nao sana. Sasa ile kiwango walikuwa nasema wanaweza shusha ni shilingi 10 peke yake. Wanaweza ama walikuwa washushe? Walikuwa washushe, walikuwa nasema wakipiga mahesabu yao. Ndio. Wanaona ni kama wanaweza shusha shilingi 10. Sisi tukaona hiyo shilingi 10 hakuna kitu itakuwa, hakuna impact itakuja kuleta. Juu itakuwa ni vibaya mnaongeza alafu mnakata kidogo. Sasa nyinyi ndio mko na faida. Sisi tulikuwa tunaona wakati kutoka 26 kulingana na ile mahesabu tulikuwa at least tumepiga. At least hapo tunaweza understand kidogo. Lakini hiyo shilingi 10 ndio tulikataa. Sasa nafikiri hata leo tutakuwa kwa meza. Yaani hao wanasema proposal yao ilikuwa 10 bob, yenye ni 26. So that diesel ikiuza iuze 226. 220 hapo. Because sasa hii ni 226.9, sio? 226.9. That is 227. That's 227. So tulikuwa sema iuze 221 hapo. Ikifika hapo. Juu alijitetea sana kulingana na venye hiyo mambo ya global iko. Sasa tukawa tutawaelewa kidogo. Lakini hiyo kuelewa bado tujue na sisi bado watuelewe. Tunaelewa kidogo lakini bado nyinyi hamuelewi tena zaidi. So wahudumu wanahitaji nini haswa ili kurejea kazini bwana? Iwapo tumesema kwamba na hiyo nini bei ishuke. So isiposhuka aturejei kazini. Umesema 3 days. Si sasa unajua pia hata sisi tutaumia, tutaipanga venye inafaa. Siku 3 tunaingia kazi, 3 tunasimama. Itakuwa 3 sasa. Itakuwa 3 tuingie ili tusikufe njaa. 3 tunasimama mpaka tuongeleshwe. Lakini hatutaki ifike huko. Tunataka tuwe na ile mwelekeo. Mwelekeo. So huku nyumbani bwana Chair. Tuko na watu wengi sana ambao wameingia katika hizi sekta za matatu, wahudumu wa bodaboda pia wako ndani na wanakusikiliza. Utawaambia nini? Mashauri yangu ni kwamba la kwanza watuvumilie. Hatuna ubaya na mtu. Sisi ni wazazi.
tunaelewa. Na kama vile tulikuwa tumetaja mambo mengi, tukasema kuna loans, kuna shida, watu nyumba tunafungiwa. Nawaambia tu itabidi wavumilie kidogo. Lakini cha muhimu ni kwamba hii yote tunapigania haki yao bado. Juu sio upendo wetu kuweka fare ikue juu. Hii nauli tunaweka juu ni vile serikali inavyotupeleka. Kuna siku nilisikia serikali ikisema ati itatengeneza kamati ya kudhibiti fare. Na kudhibiti fare wakati walikuwa wamesema wataweka kamati ya kudhibiti fare, ndio tujulikane ile kitu tunaweza lipisha. Mbona haikuwa imewekwa wakati mafuta haikuwa imepanda? Wakati mafuta imepanda ndio wanataka. So hii kamati inadhibiti fare inakuja inasema kutoka Kawangware mpaka mtakuwa mkilipisha shilingi 10 per kilomita. Per kilomita. Unaona? Kilomita moja, kwa hivyo hata wewe utajua ukijua nimeenda kilomita moja ni kitu fulani. Lakini ndio ukweli ni kwamba huwezi, hiyo ni sekta wenye tunaletoa wadhibiti hawajui umuhimu ama ubaya ama uzuri wa matatu. So hawajui matatu inafanya kazi namna gani. Hawezi ingilia pande hiyo, juu akiingilia pande hiyo ndio unaona hii mambo inaendelea. Ndio tuache kuingiliwa. The best thing they can do, mafuta ianguke. So na washauri watu wetu, tushikane, tuseme mafuta ianguke. Ikianguka hakuna haja hata kutengeneza kamati ya usafiri. Kwa maana sasa sisi tunajua, maana tuna watu wetu wanaendaga tuna watoto wenye wanaendaga shule, na tunajua uzito na maisha vile ile gharama ya maisha imeenda. So tunajua kwamba wale watoto wanaumia na wazazi wanaumia. Wazazi kupata ile pesa ndio wapatie watoto waende shule, bado hata hao wanaumia. Lakini sasa tushikane zote, tuseme mafuta ianguke, na zile fare nazo zitaanguka. Maana kila kitu sisi huwa tumejipanga na tunajua ni nini tunapata. So kwa sasa hivi kuna uwezekano wa nauli kuweza kupanda ikiwa bei ya mafuta itaendelea kuongezeka. Tuna uchungu sana wakati nauli zinaendelea kupanda hivyo. Ndio tunajua kwamba hata sisi wenyewe tunaumia. Maana hata watoto wetu na familias na wale wengine wanaenda na hizo gari. Sasa ndio umeona tumesema wacha tuweke magari nyumbani. Kwa sababu kupandisha gari, kwani hii gari tutapandisha mpaka wapi? Leo tumepandisha, mafuta imepanda, kesho tumepandisha. Juzi mafuta ilipanda, tukaongeza hata 10 bob. 10 bob ni damage kwa familia zetu. Sasa tena kesho mafuta ipande, kama sasa hii imepanda, hatujapandisha nauli. Jua tuko kwa barabarani. Unaona? Sasa the best thing ni tumeona ni vizuri tuondoe magari barabarani badala ya kuumiza wale watu. Yakae nyumbani. Bei ya mafuta humu nchini Kenya imekuwa ikiongezeka kutokana na gharama za kimataifa pamoja na inaitwaje ushuru mbalimbali na serikali. Bwana ndio nani Bill, unadhani kwamba hii ushuru ndio shida kabisa ama kuna kitu ambacho kingine ambacho serikali inatuficha hapo nyuma? Manake kuna taxes hapo ndani, manake unasikia sijui nini tax, alafu unapata bei safari moja ndio ile boom imepanda juu. Unadhani kwamba kuna kitu imejificha? Sasa hapo ndio hakuwezi kosa kitu kama jificha na hapo. Sasa ile kitu sisi tunaona na macho, ile VAT ya 8% ile ndio tulikuwa tunataka iwe 0. Ndio 8% iwe 0. Iwe 0. Ikiwa 0 kuna nini zingine kama hizi za roads na nini. Kwanza tuachane nazo, watu watoe hizo mavieti zote, watu watoe kwanza. Waziri alikuwa anasema mkitoa hizo barabara zitajengwa na nini kwa saa hii kuendesha kwa potholes. Kwa saa hii tuendeshe ndio juu ni kitu iko global. Kwa saa hii tuendeshe bila kushughulikia barabara sana juu watu bagari mafuta inaguza tumbo. Mafuta inaguza tumbo kabisa. Kwa hivyo zile barabara tuko nazo at least zimaintainiwe tu kwa percentage kidogo kwa muda, juu haitaishi hivyo. Ikifunguka na huko pia ifunguke, ndio sasa tuweze kuendelea. Juu hapa inaumiza kila mtu. Zile gari za kubeba machakula, maroli na nini pia wao wanaumia. Kwa hivyo
ile gunia ya mchele ama ya mahindi ama ya mboga inakuja kama iko juu sana. Kwa hivyo watu wanaona tu ni hii ya matatu ya fare. Hii chakula zikiletwa ni pesa yote ikiingia kwa soko. Kwa hivyo yule mtu ambaye huyu tuseme nipetiane mfano na huyu makanga ama dereva, ile kitu amepata jioni baada ya kufinywa na mafuta, akiingia nayo kwa soko, inakuwa ni vita kwa maboma. Juu bibi anaona ni kama wewe kuna njia zingine unapitisha pesa yako. Juu haitoshi kabisa. Jambo lingine ningependa kuongezea hapo. Kwa upande wa serikali, mimi naweza ilaumu kidogo. Kwa maana hii serikali yetu imeshika projects mingi sana. Imeshika projects mingi sana ambazo ni lakini kwa wakati huu si muhimu sana. Serikali inatakikana ijue kwamba zile projects serikali imeshika, kuna projects zenye zinatakana kwanza ni zinachukuliwa kwa uzito kidogo. Kama kwa upande wa elimu, upande wa mahospitali, zichukuliwe kwa umuhimu sana. Juu hiyo ni mambo ambayo inaweza simamisha nchi. Juu watu wengi wanalalamika kwamba wanalalamika elimu, watoto hawana hii CBC, wanalia CBC sana. Ndiyo. Na wanalia hospitali sana. Inasemekana unasikia watu wanalia hospitali iko hivi na hivi na hivi, na serikali inasahau hiyo, inaanza kwenda kutengeneza mambo ingine kama affordable housing. Before twende tujenge nyumba huwezi kaa kama wewe uko mgonjwa. Ni vizuri zile affordable housing. Ndiyo. Kwanza waangalie wazingatie ile mambo ambayo inafinya mwananchi wa kawaida. Na ile maneno inasukuma mwananchi wa kawaida sana, si mijengo. Ndiyo. Ni magonjwa, ni shule, tutengenezewe shule venye tunaweza kuwa watoto wetu wanaweza soma bila shida. Ndiyo. Na serikali hakuna mtu ataichokoza. Kama sasa unasema projects ndio serikali jazipa priorities. Imepatia mambo mengi priorities. Vita ya serikali sahi inapatia mambo mengine priorities badala ya kupatia ile ya kwanza. Kuna ile mambo inatakana ichukuliwe na uzito kuliko mambo ingine. Kama sasa hii ya petroli unaona watu wamesimama. Tuchukua break fupi hapa ndani ya 99.9. Ndugu mpenzi wangu, niko hapa na bwana Paul, niko hapa na bwana Billy ambao ni wahusika katika sekta ya matatu kuweza kuangazia siku ya pili ya mgomo. Na sijui hao wametumia gari gani kufika hapo, atanieleza baadaye tukitoka break. Lakini nikukumbushe ya kwamba kupitia Safaricom Chapa Dimba, ndugu mpenzi msaji wangu, una uwezo wa kuweza kujisajili katika mashindano ya mwaka huu ya Safaricom Chapa Dimba. Na Chapa Dimba kujisajili ni rahisi sana. Unatembelea tovuti ya www.chapadimba.safaricom.co.ke ili uweze kujisajili sasa hivi. Mwisho wa kujisajili ni tarehe 11 mwezi wa 6 na mwezi ujao. Kumbuka kwamba Safaricom Chapa Dimba unaweza kucheza kama wewe. Kuna washindi ambao watakuwa ushindi wa kitaifa, watakuwa wanajipatia zawadi kubwa pale na nono ikiwemo hadi shilingi 1,000,000. Na wale ile timu ambayo itaweza kuparticipate, wachezaji wataweza kuchaguliwa pia, na wengine wanaweza kutumwa hadi Hispania kwenda kujaribu bahati yao pale katika All Stars. Tukumbuka kwamba kuna timu ya All Stars ambayo iko huko na kipindi chao cha kukaa kule inakaribia kutamatika. Wase yeah! Ni time ya Siwaski, ni time ya It's bigger, it's better. Safaricom Chapa Dimba Season 5 is on. Your chance to be a star is here. Register now on chapadimba.safaricom.co.ke for a chance to get scouted and represent Kenya at the Gothia Cup in Sweden, the world's largest international youth football tournament. Registration closes on 11th June 2026. Game iko on. Cheza kama wewe na wakilisha mtaa yako. Safaricom, popote ulipo. Today, we ain't just talking about the news. We are talking about your stories. It is time to bring those stories to light. Safaricom and M-Pesa Foundations are officially inviting all Kenyan photographers and videographers to capture the good challenge. We are looking for real, authentic stories where the community is the hero. There's a whopping 20.4 million shillings in cash prizes, equipment vouchers, and project sponsorship to be won. This is your shot to tell Kenyans' most powerful stories. Let's unlock a better future together.
popote ulipo. Join Kamadia Mata on Amka na Mtaa and find out more about this initiative on Mtaani Radio. Capture the good with Safaricom. Lights, camera, impact. They say football is a language we all speak, but for the youth of Kenya, it is also a bridge to a better future. Safaricom Chapa Dimba has been nurturing talent from the grassroots. This year, it is not just about the local win. This is more than a tournament. It is a journey to the world stage. We are looking for the Safaricom All-Stars to represent Kenya at the Gothia Cup in Sweden. Are you or someone you know between 15 and 18 years lovers of the sport? Well, registrations open this Saturday at the chapadimba.safaricom.co.ke/line registration and will run from the 11th May to 11th June 2026. Join Kamadia Mata and let's celebrate local football talent on Amka na Mtaa on Mtaani Radio. Safaricom Chapa Dimba, cheza kama wewe. Sogelele. Baby karibu. Every time you look in my eyes, nasikia moyo unawaka fire. Usiku wote tuna dance taratibu, mapenzi yetu hayahitaji nguvu. Sweet perfume kwenye hewa, your body moving kama melody ya piano. Nikikushika napoteza control, girl you got me falling more and more. Usiende mbali na mimi, nahitaji love yako daily. Ukiniangalia hivi, moyo wangu unasema stay with me. Closer tonight, closer tonight. Baby usiniache lonely tonight. Tukicheza chini ya moonlight. Mapenzi yanabamba all night. Closer tonight, closer tonight. Nishike vizuri, don't let go tonight. Sweet love when you spotlight. We got that feeling, feeling alright. Oh na 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 na. Dance with me taratibu. Oh na 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 na. Mapenzi yetu ni tamu. Kicheko na nifanya glow, kwenye maisha yangu wewe ndio show. Hakuna mwingine anayeweza kunipa feeling kama yako baby. Tukitembea mjini usiku, mikono yako kiunoni kwangu, na ya mapia nikipiga slow. Nataka tuwe pamoja forevermore. Usinifiche feelings zako, mimi ni wako kabisa. Nikikusikia ukiniita, nasikia heaven ndani ya moyo. Closer tonight, closer tonight. Baby usiniache lonely tonight. Tukicheza chini ya moonlight. Mapenzi yanabamba all night. Closer tonight, closer tonight. Nishike vizuri, don't let go tonight. Sweet love kwenye spotlight. We got that feeling, feeling alright. Naweza kwenda mbali for your love. Wewe ni light yangu kwenye dark. Baby don't stop holding me close. Your heartbeat ndio your favorite song. Mapenzi ya kweli hayafi. Tunaenda mpaka mwisho. Closer tonight, closer tonight. Baby, tucheze mpaka morning light. Sweet guitars and city lights. Tunapendana mpaka daylight. Closer tonight, closer tonight. Hakuna mwingine duniani right. Groovy love and deep bassline. You and I forever tonight. Closer, closer. Usiniache baby.
kulifaa kwa ile serikali nyingine, wanalifaa kwa hii. Kwa hivyo hata wakati wa kuja kuchaguana watu watakuwa sana makini sana. Hawatakuwa wakiangalia vyama, watakuwa wakiangalia mtu kibinafsi. Tunampima, tunaona kweli huyu. Sasa nchi yetu tuseme iko pale pabaya, lakini tunakuja kutokezea pale pazuri. Ndio tunakuja tukitokezea. Watu wanakuja wakijanjaruka wote. Maana kuna mtu ambaye kama mimi ningeuliza, yule alikuja akasema nilikuwa na fix makosa zenye deputy alifanya. Sasa mnipatie muda kidogo. Mnavumilia, mnaona kwamba hii muda tena ya kuvumilia tena inakuwa nyingi zaidi. Kujipanga na jipanga. Ndio. Kuna mkazi wa Kabiri hapa anasema, mimi ni mkazi wa Kabiri, nataka kujua mbona kila mara wananchi ndio wanaumia wakati wa migomo kama hii. I think hiyo ndio swali ambalo ulikuwa unaweza kuelezea pale. Alafu kuna yule ambaye anauliza kwa nini serikali haikuwaruhusu wahudumu wa matatu ama haikuwahusisha wahudumu wa matatu kabla ya kuongeza bei ya mafuta. Unadhani kwamba hamkuitwa kuongea ama nyinyi mlistukia tu pia kama nilitangazwa usiku, utasikiza ni wajaji wanatangaza saa 4. Hawakuwa wanafikiria. Unajua sasa mbeleni hatuko tunafanya mgomo kama hii. Hii hata nafikiria ndio ya kwanza yenye imeshikana nchi mzima. Kutoka huko kwa kina rais mpaka huko kwa manaibu, kwa kila mtu. Kuna huo mgomo. Hawakuwa wanafikiria itakuja iwe hivyo. Sasa hii ndio sasa wameanza kujua umuhimu wetu. So nafikiria kutoka jana wametuhusisha sana ile, kwa hiyo tuliwekwa kwa meza. Na tukakatana na hiyo meza yao. Kwa hivyo ni kumaanisha wameanza kuona ile nguvu tuko nayo, ile power tuko nayo. Ndio sasa imeanza kuoneka. Nafikiria kutoka hapa kuendelea hakuna kitu watafanya bila kutuhusisha. Nafikiria hivyo. Jambo lingine ni kwamba serikali haijuangi umuhimu wa wahudumu wa matatu. Kwa hivyo haikuangi na haja ya kuwaambia, ni kuwa command, do this, do that. So tunaomba pole sana kwa wasafiri ama wananchi wa kawaida. Juu hatuwezi kuta rais ako State House na tujaienda kumsalimia, tungemwambia shida zetu. Yuko Azerbaijan saa hizi. Na hatutaki kuitwa kwenda kumsalimia. Lakini yote tisa mwananchi anaumia. Na mwananchi akiumia, mwananchi ni mimi na wewe tunaumia. Hizi gari wakati mnasikia tunaziweka kando. Hii gari wakati inafanya kazi ni kama inafanyia mafuta na serikali. So tunaomba pole, kwa maana wakati tunaweka hii gari hatuwezi kukubali kuweka gari kando kama tuna faida tunapata. Si ati ni faida kubwa tunapata. Hapana. Na hatuwezi weka gari kando ati ndio wananchi waumie. Ingelikuwa hatujaumia hatungeweka gari kando. Ile kitu tena hapo yenye imetuuma na njia indirect. Hizi vitu zote za spare zinatokanga huko mafuta, huko kuna hizo vita. Kwa hivyo mafuta ikipanda pia spare parts iko juu zaidi. Kwa hivyo gari yako ikiharibu kitu chuma fulani inakula pesa ya siku kama 3 zenye ulikuwa unafanyia kazi. Ndio unaona watu wako serious sana kuweka. Mzaki anauliza hapa saving culture ile kuwekeza katika sekta ya matatu iko chini zaidi. Hao madereva na makanga watakula nini hizo siku 3? Bwana Billy anazungumza wakati ambapo hawatakuwa kazini. Hakuna haja kufanya kazi kwa wiki mzima bila kupata chochote. Afadhali sasa hawapati kitu. Kutoka mafuta ipande. Juu tukipiga hesabu rahisi, sana kama niongelelea ile gari ni ya hapa karibu. Inakunywanga lita 25. Ukipiga 25 liters. Ina operate hapa tu kidogo, hapa kidogo bila hata. Sema kienda sana ni Kenyatta. Hata si Kenyatta. Hapa tu. Juu hapa sisi tumegawana kazi yetu. Kuna zile gari zinafika kutoka Kawangware kuzikienda pande ya Kenyatta. Kuna yenye inatoka Kikuyu hadi hii Kawangware, kuna yenye inatoka Ndonyo hadi Kawangware, kuna yenye inatoka, yani kazi hatuna tulisema tufanye in parts. Hakuna yenye inatokanga direct kutoka kama Ndonyo hadi Nairobi hapa na huko Kenyatta. Tunasemanga ili huyu msafiri awe na njia rahisi ya kufika. Mimi nikitoka na huku juu
nipate niko na watatu wa Kenyatta, ninapatia yule naye wa Kenyatta pale, anakuwa amebakisha watatu. Kwa hivyo yeye abiria hata umia na kugoja sana, itakuwa ni rahisi sana kuflow. Yeye anaweza geuka tena yule mwingine inakuwa ni flow. Sasa Beruzaje? Muuliza madereva na makanga ambayo saving culture yao iko chini zaidi. Katika hizo siku 3 watakula nini wakati ambapo mgomo huu utakuwa unaendelea? Afadhali hata sisi tuumie kama hao abiria na hao hatusafirishi, tuumie kwa hizi siku 3, alafu kwa miezi 5 tutakula vizuri. Ndio. So sasa hii ni kujitolea. Ili kama kujitolea tu, sasa ni kujitolea. Kujitolea, kila mtu ajitolee kidogo kidogo, tuone ni nini. Ukiona hawajaamusha hata leo, ndio wanajua ile kitu wanafuata hapo mbeleni. Kiona jamsha hata leo kuna kitu ambayo wanafuata. Na tumezungumzia ambapo mazungumzo. What if serikali na itainua mkono iseme hatufanyi mazungumzo bwana Chair? Tutarudi barabarani. Bado hata sasa tuko barabarani. Kwa hivyo tutazidi kugojea. Maana hakuna kazi tufanye kazi bure. Uamsha gari. Gari haina pesa, wewe huna pesa. Spares ndizo hizo zinakusukuma. Watoto nyumbani wanakusukuma. Lakini unajua hata mtoto wakati uko nyumbani na mama wakati mko nyumbani mnakula ile mlikuwa mmewekeza kidogo. Watu wetu wanajiwekeanga. Hawezi lala njaa. Labda tukuje tusimamishe kabisa. Tuseme mambo mahali imefika, kama mbaya ni mbaya. Hapo tutakaza kidogo. Tuta involve sasa watu wa pikipiki, watu wa maroli. Juu hakuna issue yao wao wanaendelea na kukula na tunaumia the same. Wakituangalia tu. Unajua mtu akiwa na njaa anakuanga na hasira zingine. Tutaizuia kabisa ile movement. Kila mtu sasa atajitokeza. Hata wewe kufika hapa studioni itakuwa ngumu. Kwa hivyo naye yule mwingine na ni nchi mzima. So lazima atatusikia. Tuko na uhakika. Tayari mshafanya ugumu, kutembea asubuhi si rahisi. Si rahisi. Sasa wewe uko mzuri, hauna mzigo. Wenye wako na mamizigo na nini ya kufikisha chakula pale. Kwa hivyo sasa itabidi kila mtu atoke hata kwa maboma. Ndio waweze kutufikia, waweze kufika kule nje. Bado unadhani kwamba kunaweza kuwa na solution ya rais ama solution ya mapema haraka ni gani? Ile haraka iko. Rais yuko nje na anasikia hii mambo yote. Arekebishe mahali sisi tunapiga kelele. Na asiseme kwamba hii kitu kama vile Murkomen alisema jana it is political. It is not political. Na wakisema kama ni political, they can do a very good, for example, waangushe mafuta. Watu waambie siasa itaingilia wapi. Kwa hivyo the best thing wanaweza fanya ni wakisikia kilio chetu ni mafuta, waangushe bei ya mafuta. Kama kuna mwenye siasa alikuwa anataka kuingilia, waache mwenye siasa aendelee na mambo zake, lakini si tuendelee na kazi yetu. Kwa hivyo tu jambo la dharura ni mafuta ianguke. Mafuta ikianguka sisi hatuna mambo ingine. Ni kuumia tunaumia. Na tunakuta kwamba hatuwezi endelea na kazi ya kufanyia wananchi kazi, kubeba tu wananchi na sisi tukiendelea kuumia. So hata magari personal na pia unasema mtasitisha kwa barabara. Yaani kila mtu mtasema mtasitisha. Tutakaza. Leo na jana ni sisi. Tukiona hawa wanaendelea na kupiga shughuli zao na hawatusupport na pia hawa wanatumia mafuta. Si watatuelezea hata yao kwenye mafuta mahali wanatoa, ndio hata sisi wenyewe tuende tupate hapo. Hata ni muende yake huko. Pengine ni leo sasa wamejikaza tu, sasa watafanya aje? Unajua kuna wale watu wanaishi wanafanya kazi hapo, wanaishi pengine Ngong ama Kitengela. Pengine walinua huko mapema na lazima wafike. So wanajikaza tu, wanasema sasa nikikosa kuenda itakuwaje? Tunaelewa ni mbaya. Ndio. Hao ndio sasa wanatusaidia kukaza. Juu mkipatana naye hapo nje umuulize hali venye iko. Anasema watu wangushiwe hiyo mafuta, hii kitu ifanye nini? Kwa hivyo bado wanaumia indirect. Hata wanaumia. Na unajua hakuna, kama duacha nikwambie, hakuna haja ya kuongoza watu kimambavu. Wanapandisha mafuta bila kutaka kujua watu wanaumia kivipi. Ni vizuri wasikie kilio chetu, wajue kwamba sisi we are not doing this for fun. Ni shida iko. Na wakichukulia ile shida tuko naye seriously na we understand, kama vile wananunua vitu za affordable housing na vile wanafanya kazi zingine, vile wanachukulia affordable housing seriously na project zingine, wachukulie hii kama ni serious business na ni ya watu wa chini.
Yeah, tulisupport Rais Kamadi, wacha nikwambie. Kama mimi sikuwa nataka kusikia jambo lolote. I was one of the supporters, nikiambia watu wangu tushikilie huyu kijana wetu. Huyu kijana wetu ndiye atatutoa atupeleke Canaan. So bado nagoja kwenda Canaan. Yeah, kama tunaweza enda Canaan. Nenda Singapore. Ndio. Sasa nimesikia ni Singapore, lakini Singapore si mzuri sana. Maana Singapore unaona vile inatutatiza. Sasa tuko hapa kwa studio sasa kwa ajili ya Singapore. Kama si Singapore hungeniita. So this is not the best Singapore. Wacha tuende Canaan. Yeah. Asante sana. Pengine Bwana Bill, kabla tupishe mwenzangu Bwana Kibe na kwa taarifa za habari, hisia zako za mwisho, usemi wako wa mwisho, ungetaka kuambia nini wasikilizaji, ungetaka kuambia nini wananchi, ungetaka kuambia nini wahudumu wa matatu ambao wanakusikiliza? Karibu sana. Ningetaka tu kuambia tushikilie hapo na abiria wenye wanga tunasaidiana nao wavumilie tu kwa muda kidogo, kila kitu itajiweka vizuri. Alafu tuombe serikali watusikie kwa haraka. Watu wanaumia sana. Kuna wagonjwa hawana ile nguvu ya kuchukua njia zingine za kusafiri. Sasa watufikiria kwa haraka, na hii si siasa. Hii si siasa. Alafu sasa ile Murkomen alikuwa anasema kuna kitu serikali ya Ruto inakosa kufanya. Kuelekeza, kuambia watu kweli venye kila kitu kinaenda. Na kumbuka wakati wa Uhuru Kenyatta alikuwa ameweka watu kama akina Mutahi Kagwe. Jambo likitendeka amesimama pale kwa place, anaelezea venye vitu zinaenda. Kwa hivyo sisi wote tunaenda tukiwa informed. Sasa hapa communication hakuna, information yao ni poor sana kwa sisi. Kwa hivyo watengeneze hapo ili mambo kama hii sipatikane. Chair, pengine hisia zako za mwisho? Mimi ni kusema asante kwa redio yetu ya mtaani, na nimefurahi kwa ajili ya kuja leo watu waendelee kusikiza redio yetu. Na jambo lingine nitaambia wananchi, hata sisi wenyewe tunatakana kuambiwa pole juu tunaumia, lakini mimi nawaambia pole. Na wale wamezunguka rais niwaambie wamshauri vikamilifu. Na mahali mnaona hatari inaingilia, mnamshauri rais kabla mambo yaharibike, juu kama angekuwa na washauri wema sasa tungekuwa tumefika hapo. Ni vile watu wanamnyamazia, wanapiga makofi, na pahali pabaya hawasemi ni pabaya. Na pahali tunaelekea ni pahali pabaya, maana wananchi watakuwa wameumia, kwa maana hakuna mtu wa kuambia rais hii ni mbaya, hapa uko uchi ama kunaendelea namna hii. Asante sana. Ndugu mpenzi wangu, ni saa 3 asubuhi, kwa hivyo ndio ruhusu Bwana Bill Munywa ambaye ni naibu wa kiongozi Bwana Paul Githanga ili waweze kuondoka hapa studioni.